17 Avril inamaanisha kwanza mort ya mama Mwilu. Na ni journée yenye ilikuwa dédiée kwa mama Kimbangiste. Tumeshiriki mkumbu ya kuachana kwa mwili na mama yetu mama Mwilu Kiawanga Marie. Disparition physique yake. Kwangu leo ninafurahi sana kwa kuona mama Mwilu ananichunga mwaka mzima. Nimepita mashida magumu, lakini mama Mwilu amenichunga. Nimefika kudate ya leo, niko mwenye furaha zaidi sana. Kama leo tunashimama na Lolendo yote, nisho tunajivunia kazi za mama Mwilu, mama mwenye uwezo. Hangeweza kuvumilia tabu na mateso kama leo kanisa tufike kwenye 2021 ndenga na bandaki Eglise. Mama Marie Mwilu Kiawanga mama mwenye alikuwa mtu mwenye iko na juhudi yake ilionekana wakati Papa Simon Kimbangu alifungiwa, akabakia na kazi, akaongoza kanisa. Mama Mwilu ni mke wa Papa Simon Kimbangu. Yeye na Papa Simon Kimbangu walikuwa na watoto 4, lakini wanasema kwa watoto 3 kwa sababu ule mtoto wa 4 alifariki après 5 minutes ya naissance yake. Mama Mwilu azali ndakisa. Ndakisa ezali neti exemple ya biso ba mama. Azali mama oyo ayokaki pasi mingi, asufaki na bana na ye moko. Ayokaki pasi mingi. Alifanya exception ya ba mama bengine. Jour après décès ya Papa Simon Kimbangu, mama Mwilu aliendelesha kutumika kazi. Hakuingia mvituruturu vya banamke bengine, mama Mwilu aliendelesha kutumika kazi ya Papa Simon Kimbangu, na njoo leo kazi inajulikana, kanisa inaonekana ulimwengu, ni grâce ya mama Mwilu. Mama Mwilu ni mke wa Papa Simon Kimbangu, na Papa Simon Kimbangu alimwachia kazi. Alifanya kazi nyingi ya kuweza kufundisha wamama, kufundisha dunia mzima. Na waza ile ni kazi ya mama Mwilu. Yenjo alipiga kengele ya kwanza ndani ya Eglise Kimbangiste. Yango pana ngaza symbole munene kwa na biso wa mama. Mama Mwilu ni mama mwenye aliweza kushinda mama yote. Ni mama mshindaji, ni mama internationale ya kanisa ya Kimbangu. Ndio mwenye aliachaka kanisa ya Kimbangu nafika hapa kwa hii nivo kwenye iko. Message yenye mineza pase ba mama, ba femme Kimbangiste na bote tu ba mama yote dunia nzima ni ya kwamba tuwe na roho ya mama Mwilu, tupate mwenendo ya mama Mwilu. Juu mama Mwilu alikuwa na upendo. Mama Mwilu alikuwa anapokea watu bila ubaguzi. Mama Mwilu alikuwa anatumika kazi. Mama mwiko virtuosi, waki mama mtu mwenye mvumilivu sana, mtiifu, alikuwa anajua Mungu sana. Mama Mwilu alifanya kazi nyingi ndani ya kanisa. Kazi yake mwanamke alipata sauti ndani ya kanisa, kwa sababu zamani mwanamke alikuwa hana kuruhusiwa kuingia ndani ya madhabahu wala ndani ya kikundi atoshe sauti. Ipana yeye alingaki mkonyoso. Biso peto uzwa ndakisa wana toza na neti mama Mwilu. Ezala ba mama ya libanda, ezala ba mama ya Eglise. Ezala ba mama mususu ya libanda bandimaka biso te. Nango bazomona mukolo date ya lelo tozokumisa mama Mwilu. Bazoloba aza mutu neti biso. Oni mama Marie kolo Yesu atikelaki ye mukumba. Atikelaki ye mukumba, ayebisi alobi natikeli yo mana wana ezalaki bayekoli ya Yesu. Message yenye mine zipase kwa mama wote, ikwe ba Kimbangiste na bano Kimbangiste, tuige mfano ya mama Mwilu. Sababu mama Mwilu alikuwa mama mwema, mpole, mnyenyekevu, mama wa mapendo, wa kutulia. Njoo yenye na sie mama tunapaswa iga mfano yake. Leo le 27 avril tunasherehekea deja journée internationale de la femme Afia Sydney. Donc mimi nasema sisi wanawake tukue exemplaire za mama Mwilu. Mama Mwilu kwa sababu kama sisi tufuate mwenendo wake hatutaweza kitu ndani ya dunia hii. Asante na mshukuru.